Siku ya wananchi, yes. Kwanza tuna activity kama 4 hapa kutoka leo ninavyozungumza na nyie. Tuna activity namba 1 ni mkutano mkuu wa wanachama ambao safari hii ajenda yake kubwa iliongezeka ni uchaguzi. Na kwa ratiba imepangwa kufanyika tarehe 2 ya mwezi wa 8, ndio siku ya mkutano mkuu wa wanachama wa Yanga, ambao kuna ajenda pia ya uchaguzi. Ndio maana AGM hii itakuwa tofauti na 3 zilizopita kwa sababu hii pia ina uchaguzi. Kwa hiyo tuna tukio la mkutano mkuu alafu tuna tukio pia la uchaguzi kwenye kalenda ambayo tuko nayo. Baada ya hapo tuna tukio la utambulisho wa benchi la ufundi na wachezaji. Tuna tukio la timu kuripoti kambini kuanza maandalizi ya pre-season. Alafu tuna tukio la wiki ya wananchi. Changamoto ambayo tuko nayo msimu huu, uwanja wa Benjamin Mkapa upo kwenye tengenezo. Kwa hiyo ule uwanja umefungwa. Hatutaweza kufanya tamasha pale. Kwa hiyo tuna assignment ya kwanza ambayo ndani ya haitafika tarehe 20 inshallah. Tutakuwa tumeshapata mwongozo wa kamati tendaji ya Yanga na uongozi wetu tunafanya wapi tamasha. Kwa mfano mwaka huu tumeombwa, Musa hii niweke vizuri, tumeombwa pia na baadhi ya nchi tamasha hili tukalifanya nje ya mipaka ya Tanzania. Kuna baadhi ya nchi zimetuambia kabisa kwamba they are ready kulihost tamasha la wiki. Lakini hatuwezi, pamoja na mazungumzo yote haya, hatuwezi kuacha kufanya hapa Tanzania. Kwa hiyo kama Mkapa kumefungwa, option ni wapi? Tutakuja pia kuwajuza. Kwa hiyo ndani ya hizi siku 6 inshallah tutakuwa tumeshapata majibu yote ili sasa wanayanga waanze kujiandaa. Kama ni safari ya kwenda wapi. Lakini uzinduzi ndo tuna Katoro mpaka sasa hivi ambao wamejitokeza kwamba wako tayari wanangu wa Geita kufanya uzinduzi. Kwa kuna mkoa mwingine ambao unafikiri unaweza kushindana na watu wa Katoro kwenye uzinduzi, utuambie. Musa, Tanga kwenu kule. Mbona